viongozi na washikadau kutetea watu wetu, kwa sababu leo mtu akivunjiwa nyumba watakaosumbuka zaidi ni wale watoto. Na mimi naangalia vizazi hivi na vizazi vinavyokuja. Je, watakuwa katika Kisauni gani? Jina langu ni Beatrice Mboze Gambo, mkaaji mzaliwa na mkaaji wa Kisauni. Nawania kiti cha eneo bunge la Kisauni. Kwa neema Mwenyezi Mungu, Kisauni tutaenda kuandika historia kwa uchaguzi unaokuja kupata mbunge wa kwanza wa kike. Hatujawahi kuwa na mbunge wa kike, na natumai wakati umefika na wakati ni huu wa kwenda kuandika hiyo historia. Unajua hizo ndo semi ambazo zinaendelea hapa Kisauni, na nimekuwa na viongozi wengi, viongozi tajika, lakini yule kiongozi ambaye mimi kumwangalia kama yule kiongozi ambaye alikuwa na maono kuhusu Kisauni alikuwa ni Mheshimiwa marehemu Karisa Maitha. Na Mheshimiwa Karisa Maitha yeye ndo aliniweka katika siasa nikiwa na miaka 13. Alinipeleka kwa shughuli ambayo ilikuwa ni ya makansela wakijadiliana mswada, yeye wakati ule akiwa ndio kansela, wakati ule alikuwa ni kansela wa Bamburi. Miaka mingi ilivyokuja baadaye kufariki, niliendelea kujishughulisha na mambo ya kisiasa katika ngazi za kitaifa na pia ngazi za kimataifa, kwa sababu Mheshimiwa aliyekuwa rais wa Marekani, Mheshimiwa Barack Obama, aliweza kunituza kama mmoja wa wale viongozi ambao wanaibuka katika bara la Afrika. Na nilichaguliwa pamoja na viongozi vijana wengine, na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2012. Nikaenda Marekani kuenda kufundishwa zaidi kuhusu mambo ya uongozi, hasa uongozi ndani ya siasa. So nashukuru Mwenyezi Mungu ameniajalia nimeweza kufanya kazi pamoja na viongozi wa kitaifa. Mheshimiwa Mwai Kibaki ndio alikuwa rais wa kwanza mimi kuweza kuzungumza naye. Nakumbuka ilikuwa ni dakika 33 kumweleza kuhusu ni nini anastahili kufanya kuleta maendeleo hapa Pwani. It was a one-on-one conversation ambayo nilikuwa nayo mwaka wa 2003 mwezi wa 8 pale Showground. Of course nilikuwa karibu sana na Mheshimiwa Karisa Maitha. Pia niliweza kupata nafasi ya kuwa mshauri katika mambo ya kijinsia kwa ofisi ya Waziri Mkuu ikiongozwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Na pia nimeweza kuteuliwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Nilikuwa director katika shirika la maendeleo la mkoani Pwani. Pia niliweza kupata nafasi, kwa sasa nimeteuliwa tena na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuwa naibu wake katika chama cha Jubilee. So Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiyo kinara wa chama cha Jubilee, mimi ni naibu wake kwa uteuzi wake, na ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu pia mimi ni naibu wake katika chama cha Jubilee. So nashukuru Mungu kwa sababu amenipatia fursa ya kuketi na viongozi hapa nchini, viongozi hapa mkoani na viongozi wa kimataifa. Okay, swali lingine Genti, the Kisauni constituency ni place ambayo inaaminika sana ni ya madawa drugs, ya place ambayo madawa ya kulevya yako kwa sana, na katika kiongozi yote ambao wanakuja ni wachache sana ambao wanazungumzia jinsi ya kupambana na madawa ya kulevya. Maanake wengine wanaogopa, wanaona tukiongelea sana madawa ya kulevya tutakosa hii kiti. Sasa wewe umejipangaje katika kupambana na hili janga la madawa ya kulevya katika vijana wetu wa Kisauni? Asante, swali zuri sana. Na ni kweli ni watoto wetu wameathirika kwa sababu ya kutumia mihadarati. Na mimi ni kile kitu najua ni kwamba ikiwa unataka kuangazia changamoto fulani katika sehemu fulani, lazima ujue wale washikadau ni kila nani. So mimi kama mbunge, Mungu akiniajalia, nitachagua wale washikadau wa kweli. Unajua kuna wengine ni wanajiita washikadau lakini si washikadau. So nitaangalia washikadau wale wote ambao watasaidia kuondoa hili janga la utumiaji wa madawa kulevya, usambazaji na utumiaji wa madawa kulevya. Na nina imani ya kwamba tukiketi, tukishauriana,
tukipanga na tukiweka mikakati, haya mambo yatakuwa mambo ya kale, kwa sababu kuna mashamba matatu. Unajua Kisauni imejulikana sana kwa mambo ya ushkwota. Na niliketi na nikachukua hilo jukumu, japo sijaketi kwa kiti, sijaapishwa, lakini nikasema sitangoja niapishwe ndio niangazie hilo swala. So kuna mashamba matatu sasa hivi tunavyozungumzia. Mawili yako Junda, moja iko Mtopanga, ambayo nimeyafuatilia kwa ukaribu sana. In fact yale mawili na niliyafuatilia kwa sababu niliketi na washikadau wa serikali kuu, washikadau wa serikali ya kaunti na washikadau wa viongozi wa nyanjani, na tuliketi na tukaangalia wapi ndo kulikuwa na shida. Nilipojua shida iko wapi, niliketi mpaka na DCC, nikaketi mpaka na viongozi wengine, nikamwambia hili jambo ni soteni, tuketi tuone vile tutatatua. Na leo nashukuru kwa sababu ile swali umeliuliza ni nini maono yangu. Yale mashamba mawili sahihi, moja tayari washapata provincial title deed. La pili sasa linaelekea huko, na karibuni Mungu akipenda mwaka utaisha, watakuwa wanapata vyeti vyao vya kumiliki ardhi zao katika sehemu hizi. Wengine kama Mtopanga walikuwa tayari wameambiwa lazima wavunjiwe, na nikaambia Attorney General's Office hamtavunjia hawa wananchi. Na mimi wanasema ni wewe mwenyewe kujitolea. Hii si mambo rahisi, kwa sababu saa nyingine lazima nitumie rasilimali yangu kusafiri kuenda kurudi, kuketi na baadhi ya viongozi na washikadau kutetea watu wetu, kwa sababu leo mtu akivunjiwa nyumba watakaosumbuka zaidi ni wale watoto. Na mimi naangalia vizazi hivi na vizazi vinavyokuja, je, watakuwa katika Kisauni gani? So hata nikiketi na development partners ambao nimeketi nao, washikadau wengine ambao wako na ari na nimewatia ari ya kuja kufanya uwekezaji Kisauni na wamekubali. Hata kuna wengine walitia sahihi juzi, wiki mbili zimepita. Ni mambo ambayo yanakuja Kisauni mazuri sana, na nitakukaribisha wakati tunazindua hii miradi upate kuja nikukumbushe. Unakumbuka ile siku tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 2025 tukizungumza haya mambo ndio yanaanza kuja sasa, na nina imani vijana watafurahi, kila mama watafurahi, watoto watafurahi, kwa sababu hata niko na mradi ya kusoma ambayo nitafanya katika shule zote za Kisauni. Ni kitu ambacho naenda kufanya huo mkataba hapa karibuni, na tutai roll out katika hizi shule za Kisauni. Niko na mradi mengine ambao pia nimeshikana na marafiki kutoka nje, na wamesema pia watanisaidia tuweze kusaidia hii eneo bunge la Kisauni. So Kisauni watu hawataiangalia vile wanaiangalia sasa, ya kwamba ni watu wa uhuni sijui nini, hakuna miundo msingi ya kisawasawa. Hayo nina imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yataenda kubadilika. Mimi ni mama, ndio wakuja kwa nini? Hatujawahi kuwa na mama Kisauni. Waambie wajaribu mama. Mama hizi kukimbia mji wake. Hata mama akiwa na stress 2 za mkate na mtoto ni mmoja, aweza kumwambia yule mtoto aliye peke yake abaki na njaa. Wewe unajua thamani ya mama, umuhimu wa mama. Jaribuni mama Kisauni, tutabadilisha. Asante.